Naam, karibu tena mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri sasa hivi katika nyanja za kisiasa na katika mitandao ya kijamii humo nchini. Hatimaye waliohusika na utekaji nyara wa Humphrey Polepole wameweza kutajwa hadharani sasa hivi. Habari za kushangaza zimeibuka mchana wa leo kutoka kwa askofu maarufu nchini Tanzania aliyetoa ushahidi wa kutosha wa watu waliohusika na kutoweka kwa Humphrey Polepole. Afichua siri hii na majina haya kwa Watanzania na kutuma ujumbe huu mzito mchana wa leo. Kabla nikupasha haya yote, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama ya like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii upande wa kulia, kabla nikutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Ni siku 6 zimepita tangu Humphrey Polepole kutekwa nyara na Watanzania wengine wamebaki katika hali ya wasiwasi na hofu, huku awali familia ya Polepole kupitia Agostino Polepole ikimtaja afande anayefahamika kama Mafwele kumtaka achunguzwe na shutuma hizo kali. Vilevile kigogo mwingine wa CCM awali akafichua kuwa Polepole hajatekwa bali yupo nje ya nchi na anachezea Watanzania filamu na kuisumbua familia yake. Yote tisa leo askofu mkuu anayefahamika kama Emmaus Mbandekile Mwamakula ametoboa siri nzito nyuma ya pazia. Askofu mkuu Emmaus Mbandekile Mwamakula amezua mjadala nchi nzima baada ya kutoa kauli nzito kuhusiana na madai ya kutekwa kwa balozi na mchambuzi wa masuala ya kisiasa wa zamani Humphrey Polepole. Akizungumza kwa hisia kali na uharaka, askofu mkuu Mwamakula alizungumzia waziwazi mazingira ya kutoweka kwa Polepole, huku akiashiria makundi ambayo anadhani mwanasiasa huyo mwenyewe aliyashutumu kabla ya kutoweka kwake na kuweza kutabiria kwamba huenda wangemtendea jambo baya. Matamshi yake tangu wakati huo yamezua mazungumzo makali ya kitaifa, huku wengi wakisifu ujasiri wa askofu huyo wa kusema ukweli bila woga kwa mamlaka katika mazingira ambayo ukimya mara nyingi hutawala. Akizungumza katika mkutano wa kanisa hilo, askofu mkuu Mwamakula alifichua kuwa kabla ya kutoweka kwa Polepole, Humphrey Polepole aliyashutumu makundi matatu makubwa kwa kumtishia na kumlenga kwa msimamo yake ya kisiasa. Kwa mujibu wa askofu huyo, makundi hayo ni pamoja na chama tawala, Chama cha Mapinduzi CCM, serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan na mtandao unaofahamika kwa jina la Wanamtandao. Hapa nchini Tanzania, askofu huyo alisema Polepole hakuwa mtu wa kuongea ovyo, alitaja majina, alizungumza kwa hofu, alisema wazi kuwa kuna watu fulani wenye mamlaka wanamfuata. Sasa ametoweka na watu hao wanakaa kimya kana kwamba hakuna kilichotokea. Mtazamaji, haya si matamshi yangu, ni matamshi ya askofu huyo. Mtazamaji wangu, ningependa nisome chapisho hili la askofu Emmaus Mbandekile Mwamakula alilolichapisha na madai haya na kutaja watu hawa kupitia mtandao wa kijamii wa Facebook. Na sasa hivi ningependa uweze kutega sikio lako na utege macho yako kwenye screen yako. Aliandika hivi kama unavyotazama: kutekwa kwa Polepole na hatima ya makundi aliyokuwa akiyatuhumu. Mara baada ya mheshimiwa balozi Humphrey Polepole kujiuzulu kutoka nafasi ya ubalozi wa Tanzania nchini Cuba, alianza kutoa shutuma mbalimbali na shutuma zake zilielekezwa kwa makundi matatu: Chama cha Mapinduzi CCM, serikali ya Rais Samia na watu waliowaita wanamtandao kama vile Rais mstaafu Jakaya Kikwete, Rostam Aziz, Angela Kiziga na watu wengine kadhaa. Bila kurudia shutuma hizo zinafahamika sana. Ni jambo la kushangaza kwa jinsi zilivyopokelewa na walengwa au hata walio karibu na walengwa dhidi ya tuhuma hizo. Katika makundi yote matatu ni kundi moja tu ambalo lilijitokeza kujibu tuhuma hizo, nalo ni kundi la waliotajwa kuwa ni wanamtandao, kwa kuwa kupitia Rostam Azizi kundi hilo lilijibu. Hata hivyo, kauli za Rostam Aziz hazikulenga katika kujibu hoja za Polepole, bali zililenga zaidi katika kumdunisha au kuwafanya watu wamuone Humphrey Polepole kuwa alikuwa ni mtu mgeni ndani ya CCM na mtu ambaye haijui sana CCM. Kwa ujumla, hoja ya Rostam Aziz ililenga kuwafanya watu wampuuze Humphrey Polepole. Makundi mawili yaliyobaki, CCM na serikali yake, hayakujitokeza kujibu hoja za Polepole. Hata hivyo, watu walio karibu na makundi hayo, wakiwemo makada wa CCM, walijitokeza katika kumjibu Polepole kwa kumshambulia kwa njia ya kumdunisha na kutaka apuuzwe. Propaganda za kutaka Humphrey Polepole apuuzwe ziliendeshwa zaidi kupitia mitandao ya kijamii. Waratibu wa propaganda walivamia haya makundi ya wapinzani, wakiwajaza hoja baadhi ya watu wanaoonekana kwa wapinzani na kuwataka wamhoji Polepole kutokana na matendo ya ukiukwaji wa haki wakati wa utawala wa Rais Magufuli. Aliendelea kuandika askofu huyo nikimnukuu:
Polepole alibaini hilo na aliwapiga chenga kwa kuomba msamaha wa Tanzania hadharani. Kitendo hicho kwa kiasi kikubwa kilipozesha nguvu ya propaganda hizo dhidi yake. Baada ya Humphrey Polepole kutekwa, hakuna kundi hata moja kati ya hayo matatu ambayo yamejitokeza kutoa kauli kutokana na tukio la kutoweka kwake Polepole. Sasa tangu atekwe na bado kumekuwa na ukimya wa kuajabisha, na kama ilivyokuwa awali, makundi hayo yanatoa kauli za propaganda mitandaoni kupitia watu ambao ama ni sehemu ya mifumo ya makundi hayo au ni watu walio karibu na makundi hayo. Kauli zao mitandaoni zimejaa propaganda tupu, kwani wanatoa hoja kuwa Humphrey Polepole alisema yuko nchini. Baadhi yao pia huenda mbali hata kusema kuwa huenda ni uongo wa Polepole na makundi yake, lakini lengo kuu la propaganda za sasa ni kutaka kuwaaminisha watu na umma kuwa kwa ujumla ili wapuuze taarifa za kutekwa kwa Polepole. Aliendelea nikimnukuu, mwanzoni walikuja na propaganda za kutaka umma umpuuze Polepole. Baada ya Polepole kutekwa, inaonekana wanakuja na propaganda kutaka umma wa Tanzania upuuze taarifa za kutekwa kwake, lakini propaganda hizo hazifui dafu, kwani umma wa Tanzania umeshajua kuwa Humphrey Polepole ametekwa nyara na kuwa alitekwa kinyama na hajulikani alipo hadi leo. Aliendelea nikimnukuu, kwa hali ilivyo sasa, kuvamiwa, kutekwa na pia kupotezwa kwa Humphrey Polepole kunazidi kuyachafua makundi matatu ambayo Polepole aliyatuhumu, aliyokosoa na pia kuyatolea miito ama ya kujiuzulu au kuacha mambo ambayo alisema walikuwa wakiyafanya. Kwa kumalizia chapisho lake, askofu huyo aliandika ujumbe akisema, wito wa askofu hauko katika kuyataka makundi hayo yajitokeze kutoa kauli tu, ingawa hilo pia ni muhimu, bali yajitokeze kuungana na umma ili kumtafuta Polepole. Kama Humphrey Polepole hatapatikana, hali itazidi kuwa mbaya zaidi kwa makundi hayo, haijalishi kama zile tuhuma zake dhidi yao zilikuwa na ukweli au la. Kwa kadiri watu walio karibu au upande wa makundi hayo wanavyozidi kutoa kejeli mitandaoni kuhusu kutekwa na kupotezwa kwa Polepole, ndivyo pia yanavyofanya Watanzania wazidi kuongeza hasira dhidi ya waliomteka Humphrey Polepole pamoja na watu waliowatuma. Alimalizia kwa kusema kupatikana kwa Polepole akiwa hai ndio nafuu isiyokuwa na gharama yoyote kwa makundi ya watu waliokuwa akiwatuhumu na kuwasema pia kwamba Polepole aliwasema kwa hoja watu hao hadharani. Kutekwa na kupotezwa kwake kunapelekea umma uhukumu kuwa watu hao ambao walisema wanahusika moja kwa moja na tukio hilo. Je, ni nani anaweza kupinga hilo? Kama atalipinga kwa hoja zipi hasa? Je, ni nini kimekushangaza? Je, ni nini maoni yako? Hayo ndio maswali ambayo aliweza kuyamalizia katika chapisho hilo lake la Facebook. Kama unavyotazama kwenye screen yako, hayo si maneno yangu ama hilo si chapisho langu, ni chapisho la Askofu Emmaus Mbandekile Mwamakula, askofu huyo mkuu Tanzania, katika chapisho lake la Facebook. Hata hivyo, idadi ndogo ya wakosoaji upande wa comment wa chapisho hilo la Facebook walimshutumu askofu huyo mkuu kwa kuingiza swala hilo la kisiasa kanisani. Akijibu alisema, sizungumzi siasa, nasema ukweli. Ukweli unapokuwa wa kisiasa inamaanisha maadili yanakufa. Kanisa aliweze kuegemea upande wowote licha ya ukosefu wa haki. Matamshi haya yalitilia mkazo azma yake ya kudumisha msimamo wa kimaadili bila kujali tafsiri za kisiasa au upinzani. Wakati kauli yake hiyo ikifikia tamati, Askofu Mkuu Mwamakula amewataka Watanzania wote kuungana katika sala na ujasiri, akisema tuombe uzima wa Polepole. Alisema, lakini pia tuchukue hatua, tusikae kimya. Ukweli daima utaonekana juu, haijalishi umezikwa kwa kina kirefu kiasi gani. Wale waliona mamlaka wakumbuke kwamba wao pia ni binadamu na kwamba siku moja kila ukweli utasimama kwenye nuru, aliweza kusema askofu huyo. Maneno yake yameacha athari ya kudumu katika taifa zima, ikiashiria wito unaokuwa uwazi, ubinadamu na haki kwa wengi. Uingiliaji kati wa kijasiri wa Askofu Mkuu Mwamakula hauashiri tu wakati wa hesabu ya kimaadili, lakini pia uwezekano wa mabadiliko katika mapambano yanayoendelea ya uwajibikaji na ukweli nchini Tanzania.